Ya mpenzi mtazamaji wa channel ya Mtunde Mtundu, leo nimekuja na somo linalohusiana na ujazo wa gesi na namba zilizoandikwa juu ya mitungi. Hivyo basi, hata hivi imekuwa ni changamoto hasa kwa baadhi ya wateja wachache ambao huwa yani huwa kidogo inawachanganya katika utumiaji wa gesi au kujaza gesi kwa kupitia namba hizi ambazo zimeandikwa juu ya mitungi yetu. Kwa mfano, utakuta mteja labda mara ya kwanza achukua gesi iliyoandikwa 14.7, lakini akaenda kwa mara ya pili akakuta 14.7 hiyo haipo, kwa hiyo maybe kuna 18.5. Hivyo basi baadhi ya wateja wanakuwa ni mgumu wa kuelewa, kwa sababu unakuta hata hivyo hajaelimishwa, hivyo anaweza kaona kama 18.5 haiko sawa au ujazo wake haulingani na gesi ya kwanza ambayo ilikuwa ni 14.7. Hivyo basi, kwa pasipo kupoteza muda, niweze kufafanua kwa kifupi ili uweze kuelewa juu ya namba hizi zilizoandikwa katika mitungi yetu, na hii ni kwa kwenye makampuni mbalimbali yanayopatikana katika nchi yetu, huwa yameandika namba hizi katika mitungi yao. Hivyo basi, kwa kwanza nipende kukumbusha kuwa katika video iliyopita tuweza kujifunza kuhusiana na utambuzi wa gesi inayovuja, na mimi nilijifunza kitu na ulifurahia somo lililopita. Hivyo leo tuende pamoja katika somo hili la kutambua namba hizi ili ziweze kukusaidia popote pale katika kampuni yote unayotumia gesi, isikukanganye katika ununuaji wako wa gesi au ujazaji wa gesi. Mpenzi mtazamaji, kiujumla tukianza kutazama hapa, kuna 14.7, lakini pembeni huko kuna 8.70 kama unavyoitazama, hiyo ni 8.70, na tukiangalia katika mitungi mwingine pia kuna 14.8, lakini kwa upande mwingine kuna 8.80, na mitungi yetu mingine jinsi unavyoitazama namba zake ziko tofauti, lakini zote zina maana, hazijaandikwa tu kwa sababu zimeandikwa, zina maana yake. Maana yake iko hivi: jumla ya huu mtungi una ujazo wa kilo 15. Jumla ya huu mtungi na gesi yake iliyomo. Naposema jumla, ina maana ni jumla ya kila kitu, yani kilichomo na kilichobeba. Kwa hiyo kuna maneno ambayo unatakiwa utambue. Kuna maneno matatu ambayo ni muhimu sana katika bidhaa zetu hizi. Kuna neno la kwanza ambalo linaitwa ni tare weight. La pili ni net weight, na la tatu ni gross weight. Nini maana ya tare weight katika mitungi yetu? Kuna baadhi ya makampuni yameandika kabisa hii ni tare weight, net weight, ni gross weight. Tukisema neno tare weight, ina maana tunamaanisha ni uzito wa kitu kilichobeba. Tukiongelea kwa upande wa gesi, maana tunaposema tare inamaanisha vitu mbalimbali, kuna kontena kule bandarini na ila, lakini leo tunaongelea mambo ya gesi tu. Kwa hiyo tukisema tare weight tunaitafuta hapa, tare weight ni mtungi wenyewe, ni mtungi tupu wenyewe, yani mtungi ule wenyewe ukiwa tupu, hiyo ndio tare weight. Ule ni yani tunaongelea uzito wa mtungi tupu, ndio maana ya tare weight katika gesi kote imeandikwa hivyo. Lakini tunaposema ni gross weight ni gesi inayopatikana katika mitungi yetu au katika mtungi moja moja. Gross weight ni gesi yenyewe au ni mzigo wenyewe unapatikana katika nini, ndani ya mtungi sasa, ambao ni gesi yenye ujazo wa gesi yenyewe. Maana gesi pia ina ujazo. Tukitoka gross weight tunaingia kwenye net weight. Net weight ina maana ni jumla ya ujazo wa gesi na material yote ambayo ni chuma, ambayo ni mtungi kiujumla na vyote, yani jumla ya uzito ukipima mtungi, jumla uzito utakao kuja hapa, basi hiyo ndio itakuwa inaitwa ni net weight. Ndugu mpenzi mtazamaji, na mimi hapo tumeenda sawa. Sasa tunaweza kutambua hivi vitu, kwa sababu tutajiuliza kwamba tunaona kuna tare weight, kuna gross weight, kuna net weight. Tutatambuaje kwamba tare weight ya mtungi huu ni kiasi hichi, na gross weight ya mtungi huu ni kiasi hichi, na net weight ya mtungi huu ni kiasi hichi? Iko hivi. Tukianza kwa kutazama hapa, wameandika vitu viwili, ambao kuna net weight ambao ni 14.7. Hii ni net weight. Lakini ya pili hii ni tare weight. Na maana kama unakumbuka nikwambia tare weight ni uzito wa mtungi. Sasa bado hapa hawajatuandikia gross weight. Tutajuaje gross weight?
Ili tuweze kujua gross weight, tutafanya kama ifuatavyo. Tutaenda kimahesabu kidogo hapa ili tuweze kupata. Sasa jumla ya uzito wa vyote hivi, na maana gesi na mtungi ni 14.7, lakini uzito wa mtungi wenyewe ni 8.70, lakini hapa ni 8.50 na tofauti jinsi unavyoona. Lakini hawajatuandikia kwamba gesi iliyomo ni kilo ngapi na ni kiasi gani. Kwa hivyo hatujui. Sasa ili tuweze kupata kirahisi, tunaenda hivi. Tutachukua 14. Kwa tukija kwenye calculator yetu kidogo hapa. Tutachukua 14.7 tutatoa 8.70. Kwa hiyo ni 14.7 kutoa 8.70. Basi tutoe mbele, tunakuja tunapata jibu ambalo ni 6. Kwa hiyo kumbe gross weight inayopatikana humu ambao ni ujazo wa gesi ni kilo 6, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo kumbe katika mtungi wetu kuna kilo 6. Samahani kidogo, kuna kilo 6 humu ndani ya mtungi wetu. Tuingie katika mtungi wa pili kuweza kuhakikisha kama kweli na huo wenyewe utakuwa na kilo ngapi. Kuna hapa penyewe kuna 14.8 toa 8.80. Na hiyo tuletea jibu ngapi? Na hiyo tuletea jibu ni 6. Kwa kuthibitisha, hata mwenyewe mtazamaji unaweza kufanya practice kwa kupitia calculator yako au kisimu chako kidogo au simu yako yote kubwa ili uweze kupata majibu haya. Kwa hiyo kumbe, kwa kuona hivi tunaona kwamba tumepata majibu kwamba kumbe katika mitungi yetu hii kuna gesi yenye ujazo wa kilo 6. Penzi mtazamaji, amini kwamba mitungi yote midogo ya saizi hii ina ujazo wa kilo 6 na ndio taratibu ulivyo katika gesi hizi. Kwa hiyo isikukanganye. Basi hapa sasa tukianza katika mtiririko mzuri, maana tutasema kwamba tare weight au ni sawa na 8.70. Hii ni tare weight. Tukaingia kwenye gross weight ambayo haijaandikwa hapa, ambayo tumepata ni 6 6 kg. Sababu gesi inapimwa kwa ujazo wa kilogram na kadhalika. Kwa hiyo tukija tena kwenye katika net weight, basi tungekuta kwamba ni 14.7. Hiyo ndio tungepata kutokana na vipimo vyetu vitatu vile, tungepata kwamba net weight ni 14.7. Kwa mtazamaji, naamini kufikia hapo utakuwa umeelewa, na kwa masomo mazuri zaidi kuhusiana na ufafanuzi juu ya masuala ya gesi, tuzidi kufuatana pamoja tuweze kufundishana zaidi na zaidi, tuzidi kubadilishana maarifa kuhusiana na matumizi ya gesi. Kumbuka, gesi ni bora kama utaitumia kwa ufasaha, lakini gesi pia ni hatari kama utaitumia pasipo njia zinazotakiwa. Zingatia matumizi bora ya gesi kwa manufaa bora ya kulinda mazingira yetu kwa ujumla. Hivyo penzi mtazamaji, twende sambamba. Toa maoni yako, comment hapo chini, subscribe pia ili uweze kupata taarifa ambazo zinahusiana na chaneli yetu, na pia masomo mazuri kama haya kutoka katika chaneli yetu. Asante kwa usikivu wako na umakini wako katika utazamaji wa video hii. Asante sana.